Sawa. Na mtazamaji wa SK Online TV, nikukaribisha katika matangazo kwa siku nyingine hii hapa ya leo, ambapo Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi ambaye pia ni mgombea wa nafasi ya urais kupitia Chama cha Mapinduzi leo hii anaanza ziara maalum ya kampeni hapa kisiwani Pemba, ambapo kama ambavyo unavyojionea hali jinsi ambavyo ilivyo, tuko katika soko la Chake Chake, ambapo Mheshimiwa Rais muda mchache ujao atapata nafasi ya kuweza kuzungumza na wafanyabiashara mahala hapa. Na huu umekuwa ni utaratibu wa kawaida wa mgombea huyu wa kupitia Chama cha Mapinduzi. Amekuwa akifanya hizi siasa za kisayansi alizozitambulisha rasmi katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 kwa ajili ya kuweza kukutana na makundi maalum, na kimsingi ulileta mafanikio makubwa. Mwaka huu wa 2025 kipindi chake cha pili cha uchaguzi, anaendelea nazo siasa hizi za kisayansi kabla baadaye kuungana na wanachama Chama cha Mapinduzi kwa hapa Pemba, kule maeneo ya Makombeni kwa ajili ya mkutano wa hadhara. Viongozi mbalimbali wamepata nafasi ya kuweza kuhudhuria kwa siku hii hapa leo, na kama ambavyo unavyojionea, lakini pia kundi kubwa la wananchi ambao wameweza kujitokeza kwa siku hii hapa leo. Hii inaonyesha dhahiri kwamba daktari wa binadamu huyu Hussein Ali Mwinyi ni miongoni mwa viongozi ambao wanakubalika zaidi. Wacha tukazungumza na katibu wa idara ya itikadi na uenezi ili tupate nafasi ya kuzungumza naye mali matatu hapa kuhusiana na siku hii muhimu na adhimu. Tuzungumze. Naam Bwana Suleiman. Naam, habari mwenezi? Habari nzuri. Naam, tupata nafasi kidogo ya kuweza kuzungumza na wewe. Muda mchache ujao Mheshimiwa Rais tashuhudia hapa akizungumza na wafanya biashara nchote wa jasiriamali. Na tumeshuhudia pia mwamko mkubwa. Unazungumzaje hasa kampeni hizi ambazo mnakuja kuziendeleza hapa kisiwani Pemba? Kwa kweli kama kuna jambo tunamshukuru Mungu wa Zanzibari kutujalia kupata Rais Dr. Mwinyi. Rais Dr. Mwinyi hakuna pahala hajapita. Alipita masokoni na leo anakuja tena kuonana na wafanyabiashara. Najua kuna mpango hapa kujenga soko jingine kubwa. Kwa maana Rais Mwinyi ndio utaratibu wake, anapokwenda kwenye mikutano yake anapita kwa wadau mbalimbali. Na huu si kipindi hichi tu, hata kipindi cha mara ya kwanza. Kwa maana hiyo sisi tuko hapa leo iko sokoni kuzungumza na wafanyabiashara, kusikia changamoto za wafanyabiashara, na bahati nzuri yeye ana uwezo kutatua matatizo yao. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Rais Mwinyi kwa kampeni zake kusema pamoja na mikutano ile ya hadhara, lakini pia na mikutano kukutana na sekta mbalimbali wakiwemo wajasiriamali wa maeneo mbalimbali. Okay, naona pia huu mkutano ni wafanyabiashara na wajasiriamali kwa jumla, lakini kuna idadi kubwa ya wananchi ambao wanaendelea kujitokeza. Hii inamaanisha nini mwenezi? Hii inaonyesha upendo, wanampenda rais wao na anachokifanya wanakiona, wanaridhika nacho. Na hii ndio ishara njema. Kiongozi kusikia kukubalika kwa kiongozi ni kukubalika kwa wale unaoongoza. Kwa hiyo Rais Mwinyi jambo halina shaka na kukubalika na Wazanzibari, ndio maana leo umeona watu wako wengi walikuwa wafanyabiashara na watu wa kawaida. Ana haiba na mvuto wa kupendwa na Wazanzibari wenyewe. Okay, jioni mna mkutano kule maeneo Makombeni. Unalipi la kuambia wananchi wa visiwa hivi vya Pemba lakini na mkoani kwa ujumla ambapo ndio eneo linafanyika tukio hili? Mimi nadhani si pa kukosa kwa sababu kuna mambo mazuri na mambo makubwa. Rais Mwinyi atazungumza kwa wananchi wa mkoa huu wa Kusini na wilaya mkoani, kwa maana hiyo waje. Najua kuna mambo mengi, lakini kuna habari njema ambayo karibuni tu hivi itaanza ujenzi wa airport kubwa ya Pemba ambayo itakuwa na uwezo kuchukua Boeing 707, ambao uwanja huu utakuwa una runway ile barabara kurukia yenye urefu zaidi ya mita 2500. Itawezekana ndege yoyote itakaotua, lakini sio hivyo tu. Tarehe 25 kesho Rais Mwinyi anaenda kukabidhi mkandarasi na kampuni ya Kibrazili imeshafika, inajenga barabara ya njia 4 kutoka Chake Chake mpaka mkoani. Itakuwa na taa, barabara ya kisasa kabisa, itakuwa ni miongoni mwa barabara 3 zenye ubora hapa Zanzibar, ukiacha Mangapwani na ile ya Mnazi Mmoja airport. Itakuwa barabara kutoka Chake Chake kwenda mkoani. Nikushukuru sana mwenezi. Asante sana. Naam, huyu alikuwa ni katibu wa idara ya itikadi na uenezi CCM Zanzibar, Comrade Hamis Mbeto Hamis, ambaye tumepata nafasi ya kuweza kuzungumza naye, na kimsingi ameelezea kazi kubwa ambayo serikali kupitia Dr. Hussein Ali Mwinyi inategemea kuifanya hapa kisiwani Pemba. Lakini kama unaona kwa mbali mkuu wa wilaya hii ya Chake Chake naye ni miongoni mwa watu ambao waliweza kujitokeza katika kushuhudia ziara hii ya Mheshimiwa Rais ambaye pia ni mgombea wa Chama cha Mapinduzi akizungumza hapa na wafanya biashara. Kwa tutapata nafasi pia kuzungumza hapa na mkuu wa wilaya ya Chake Chake tuone kwa ujumla. Kama utakumbuka mkuu wa wilaya Chake Chake kabla kwa hapa
aliwahi pia kuwa mkuu wa wilaya ya Micheweni. Hali kadhalika pia amewahi kuwa mkuu wa wilaya wa Uwete, ambapo huko ndipo alipoanzia kutumikia nafasi hiyo. Kwa kimsingi ni miongoni mwa viongozi ambao wamekuwa msaada mkubwa sana kwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, hasa katika nafasi hizi za huko wilaya. Kwa hiyo tutapata pia nafasi ya kuweza kuzungumza naye hapa. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, asalamu alaykum. Alaykum salam. Habari za majukumu? Alhamdulillah, vipi na nyie? Salama. Habari za kazi? Heri. Tupo live kupitia CCM Zanzibar, lakini Bahari Online TV pamoja na SK. Habari za Chake Chake kwa? Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, habari za Chake Chake ni nzuri. Kama mnavyoona, wananchi wanaendelea na harakati zao za kujitafutia riziki, amani na utulivu unaendelea kutawala katika wilaya hii ya Chake Chake. Ni mkuu mkutano wa mgombea na wafanyabiashara pamoja na wajasiriamali, lakini tumeshuhudia idadi kubwa wananchi wanaendelea kujitokeza. Hii ina maana gani DC? Kwa kweli kwanza ni mshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia niendelee kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa namna anavyoendelea kutuunganisha. Hii yote ni kuonyesha upendo tu wa Mheshimiwa Rais. Wananchi pale ambapo anasikia Mheshimiwa Rais anafika kisiwa cha Pemba, yuko maeneo fulani, basi wao wana hamasa kubwa ya kuweza kumuona Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo kiukweli niendelee kuwashukuru sana wananchi, lakini pia niendelee kuwaambia kwamba waendelee kumuunga mkono, kwani juhudi anazoendelea kutufanyia sisi wananchi wake ni kubwa sana. Na niwaambie tu itakapofika 29 Oktoba wasifanye makosa. Kura zote wampe Dr. Hussein Ali Mwinyi, Mama Samia, lakini na wale viongozi wote ambao wamegombea kupitia Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa, kwa uchache tueleze mikakati. Unafahamu tu katika kipindi cha uchaguzi, ingawa tunashukuru mwaka huu mambo yanaona yako vizuri. Mikakati ikoje kwa upande wa kamati ya ulinzi na usalama wa wilaya kuhakikisha kwamba mambo yanakwenda vizuri ili wananchi ambao wanashaka huko pengine watoe hofu? Kwa kweli mimi mkuu wa wilaya kama ndio mwenyekiti wa kamati ya usalama ya wilaya, kiupande wetu kupitia wajumbe wote wa kamati tumehakikisha kujipanga kwamba kipindi chote hichi cha kampeni, lakini pia kipindi cha uchaguzi, amani na utulivu inaendelea kutawala. Hii inatokana na kuingia maeneo yote ambayo imezunguka shehia hizi 32 za wilaya Chake Chake, kupita maeneo kwa maeneo, vikundi kwa vikundi, kuweza kuwahamasisha juu ya swala zima la amani na utulivu. Binafsi mkuu wa wilaya kwa kushirikiana na kamati, wajumbe wangu wa kamati ya usalama, tunaendelea kutoa elimu kwa jamii pale ambapo tunaona basi kuna viashiria vidogo tu, basi hatuvizarau, tunachukua hatua, na bahati nzuri mambo yanaendelea. Kama mnapojua Chake Chake tuko salama. Chake Chake tuko salama, na niwaambie wale wote ambao wapo ndani ya Chake Chake na walioko nje ya Chake Chake, na wakaribisha sana. Wasiwe na hofu yoyote. Nikushukuru sana. Asante sana. Naam, kama ambavyo mtazamaji unavyoendelea hali kuendelea, idadi ya watu kwa namna ambavyo inavyoendelea kuweza kujitokeza katika kila muda, katika kila wakati, na muda mchache rais anapata nafasi ya kuweza kuingia hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wajasiriamali hawa ili kuangalia namna gani mambo yanaweza yakaenda. Na tumeambiwa hapa kwamba kwa namna moja ama nyingine Mheshimiwa Rais hapa atakuja kwa ajili ya kuweza kuzungumza, lakini kuna ahadi kubwa hapa atazitoa, na unashuhudia viongozi mbalimbali ambao wamejiandaa kwa ajili ya kuweza kumpokea Mheshimiwa mgombea huyu wa Chama cha Mapinduzi, wakiongozwa na naibu katibu mkuu anayefanyia kazi yake hapa Zanzibar, Comrade Mohamed Said Dimwa, lakini vile vile wajumbe mbalimbali ambao wako hapa kwa ajili ya kuweza kumpokea. Wacha kidogo, wakati tunamsubiri rais, angalau tuzungumze na naibu kidogo walau kwa dakika moja hapa. Naibu, asalamu alaykum. Salamu. Habari za majukumu? Namshukuru Mungu, naendelea vizuri sana. Leo hii Chama cha Mapinduzi kinaendelea na kampeni zake kwa hapa kisiwani Pemba, na mmekuwa na utaratibu wa kawaida ambao mlianza mwaka 2020 kwa ajili ya kukutana na wafanyabiashara wadogo na baadaye mkutano mkuu. Unazungumzaje kijumla kwanza mwitikio huu wa watu? Kwanza tumshukuru Mungu na mwitikio mzuri sana, na hawa wajasiriamali, wafanyabiashara wadogo tulianza nao. Sasa leo tumekuja tena, tumekuja kuwaambia lile tulilolifanikiwa, lakini kama wao wanalo watuambie tena tuwatekelezee mazuri zaidi. Hiyo ndio nia ya Chama cha Mapinduzi. Naona mwaka huu umekuwa na hamasa kubwa zaidi, kila mmoja anataka kupata nafasi ya kumuona rais. Hii naibu ina maana gani kwani kama Chama cha Mapinduzi? Ni kweli, na kwetu ni fahari kubwa sana. Hata watoto pale wa chuo cha afya waliokuwa na hamu wakamuone, na watu wote. Hii ni utekelezaji
utekelezaji mzuri sana wa ilani ya chama, lakini mgombea wetu ametengeza vitu vizuri sana yakiwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Kila mtu, kila kona tunaweza kuona maendeleo. Kwa kumalizia, tunaibu wito wako kwa wanachama lakini na wapenzi na wananchi wote wa Pemba kuelekea mkutano mkubwa mtakaofanya jioni hii kule Makombe. Tunawaomba wote wahudhurie, wasikilize sera zetu. Sisi tunatoa sera na tunajibu hoja, hatujibu vioja. Wakaribie wote wasikilize sera zetu, nini tutawafanyia ndani ya miaka 5 ijayo. Kwa hivyo tunakaribisha sana. Nikushukuru sana. Asante. Naam, kama ambavyo unajionea pia muda mchache kutoka hivi sasa tayari msafara huu unawasili hapa. Unawasili mahala hapa. Gari kama unavyoziona taratibu zikiendelea kuwasili, lakini msafara huu umepambwa pia na mapikipiki maalum ambayo kwa namna moja ama nyingine yamepamba msafara huu, na taratibu kabisa makamu mwenyekiti huyu wa Chama cha Mapinduzi Chama cha Mapinduzi kwa jumla ambavyo wamejiandaa hapa kuweza kumpokea. Taratibu msafara huu unaweza kuingia kama ambavyo unavyojionea hapa. Na taratibu kwa mbali kabisa wa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mgombea wa nafasi ya urais kupitia Chama cha Mapinduzi anawasili hapa. Kuna wengine wako wapi hapa chamani. Kwa hiyo mkifika pale mtagelea kidogo, maana rais kashaingia. Mkitoka mtoke nao waandishi mweleze. Sawa. Na mkitoka hapo mwende chamani. Rais kashaingia. Sasa kutoka hapo kuna waandishi tutabeba tuende na mkoani. Mtazamaji ambaye unaendelea kuweza kufuatilia matangazo haya moja kwa moja mara baada ya kuweza kuwasili kwa mgombea wa nafasi ya urais kupitia Chama cha Mapinduzi katika soko hili la Chake Chake, na sasa anaanza ziara kwa ajili ya kuweza kutembelea sokoni. Hili ni soko la kihistoria kwa hapa Chake Chake. Tayari mgombea anaendelea kukagua mahala hapa kwa ajili ya kusalimiana na wafanyabiashara, kwa ajili ya kuweza kusalimiana na wafanyabiashara, na huu kama ulivyomsikia timu mwenezi na naibu katibu mkuu kwa ujumla ni utaratibu wa kawaida ambao mgombea amekuwa nao toka mwaka 2020 maarufu kama uchaguzi wa kisayansi ambao amekuwa kufanya au kampeni za kisayansi ambazo amekuwa akizifanya. Naam, mtazamaji, matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa maeneo ya Chake Chake. Samahani kidogo. Samahani. Moja hapa. Kaa pembeni kidogo si. Muuzaji. Samahani. Ingia hapo. Nini ile ni hivi. Naam, na tunapata nafasi ya kuweza kujionea hali jinsi ambavyo taratibu. Umebanwa? Samahani, kaza kidogo.
Naam, mtazamaji, bado Mheshimiwa Rais yuko mahala hapa akiendelea kujionea mwenyewe hali ya soko, lakini vile hali ya biashara namna ambavyo ilivyo katika eneo hili. Hali ya soko pamoja na hali ya biashara kwa namna ambavyo ilivyo wakipata picha zinatosha na enough. Bado pembamba tufanye. Tunapata nafasi ya kuweza kujionea hali jinsi ambavyo ilivyo katika matangazo yetu moja kwa moja. Hivi kama ambavyo tunajionea hali jinsi ambavyo ilivyo. Naam, mtazamaji, unaendelea kuweza kujionea mgombea huyu Chama cha Mapinduzi akiendelea kuweza kuzungumza hapa na wafanyabiashara katika kuona hali ya biashara kwa namna ambavyo ilivyo, pamoja na kujionea hali kwa ujumla ya soko lenyewe jinsi ambavyo lilivyo. Nikukumbushe tu kwa matangazo haya yanaruka moja kwa moja kutoka hapa maeneo ya Chake Chake katika soko hili la Chake, na anaendelea kuweza kuunga mkono wafanyabiashara kwa ajili ya ununuzi wa bidhaa kama ulivyoshuhudia kule amenunua ndizi, lakini hapa ni nafasi ya kununua pia viazi. Anahakikisha kwamba anazungumza nao, lakini pia kuendelea kuweza kuunga mkono katika kuonesha juhudi ya kuheshimu kile ambacho amekuwa wakikifanya. Lakini kukumbusha tu kwamba ziara hii kwa siku ya leo itatamatika kule maeneo Makombeni mkoani kwa ajili ya mkutano wa hadhara, na utakuwa mkutano wa mwanzo wa wilaya kwa wilaya hizi za Pemba. Katika mkutano ile minne leo tutakuwa ule mkutano wa mwanzo. Kwa kama ambavyo tunashuhudia viongozi mbalimbali ambao wameambatana na mgombea huyu kiongozwa na naibu katibu mkuu anayefanya kazi zake hapa Zanzibar, lakini bila kumsahau Comrade Beto Hamis, katibu idara ya itikadi uenezi, mafunzo, hali kadhalika viongozi wa idara nyinginezo, ikiwemo tunamwona pia katibu wa Suki ambaye anashughulikia siasa za kimataifa, bila kumsahau Mr. Kilupi ambaye ni katibu wa organization. Hii kwa hakika ni furaha kweli kweli. Fanya biashara ameomba selfie pale. Naam, mara baada ya kuweza kugua, na unaona idadi kubwa ya wananchi ambao wamejitokeza kwa wingi. Soko la Chake Chake, si ndio? Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, karibu sana mkoa wetu huu wa Kusini Pemba, wilaya yetu ya Chake Chake. Leo watu wa Chake Chake tuna faraja kwa mgeni wetu na kututembelea kwenye soko letu hili la asili hapa katika soko la Chake Chake. Mheshimiwa Rais, sina maneno mengi, ila nimwombe tu naibu katibu mkuu akukaribishe uzungumze na wafanyabiashara, na kama nilivyozungumza, tuko hapa tangu saa 12 baada ya sala tu. Wafanyabiashara leo wamefungua mapema kwa mapenzi yao kwako, na wanajua mzee akija hapa mara unateremsha soko jingine hapa. Karibu naibu katibu mkuu. Mheshimiwa Rais na viongozi wote, safari yetu tumeanza leo kwenye wajasiriamali masoko mbalimbali ambapo
ambapo leo tunazungumza nao. Tulianza safari yetu hii miaka 5 iliyopita, tulikuja kuzungumza nao na walipata mafanikio mengi kama wajasiriamali, mikopo mbalimbali walipata. Sasa leo tumekuja tena, moja kuwaomba kura zao, lakini tunazungumza nao ili kuona changamoto kama zipi tuweze kuendeleza. Ndani ya miaka 5 iliyopita tulifanya mambo makubwa sana mbele yao, lakini na leo tumekuja tena kuwaomba kura zao ili tukutane nao, tujuane nao pamoja kama tulivyokuwa mwanzo, tuendelee kwenye kipindi hichi cha pili. Mheshimiwa Rais, kama bora uzungumza kidogo, na kama kuna watu 2 watatu basi tutawaambia ili waweze kuzungumza. Haya, yule mtu Suleiman. Karibu. Simama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mheshimiwa Rais, leo kuna faraja kutembelea katika soko letu, na sisi tukapata fursa ya kutoa changamoto zetu inshallah. Tunaomba changamoto hizi, tuna imani changamoto hizi inshallah tutazitengeneza inshallah. Mheshimiwa Rais, soko letu hili ni soko la asili. Soko hili lina umri wa miaka 107. Ni la kihistoria kwa kweli. Soko hili ndio soko kongwe kwa Pemba. Masoko matatu ya ambao kuwa ni makubwa ni asili. Kiwa Darajani, ni la Chake Chake na la Wete. Mheshimiwa Rais, soko hili ndio lilobeba nembo ya mji wa Chake Chake. Hapo katikati nyuma hapo palikuja maneno kwamba soko hili linataka livunjwe tujue maduka. Mheshimiwa Rais, tulichukua juhudi kwamba kuondoa kwa soko hili ndio mji umepotea. Na soko hili lina ramani ya Pemba kwamba ni la asili, ni la kihistoria. Kwa Mheshimiwa Rais, tukafika kwako kwa njia ya sema na Rais. Soko hili alhamdulillah likasalimika kuvunjwa. Kwa hiyo tunaomba Mheshimiwa Rais, soko hili kwa vile ni la asili na ni la kihistoria, tuboreshe historia yetu kwa sisi na vizazi vyetu vinavyokuja. Tunaomba soko letu hili lifanywe marekebisho, liwe kama asili yake lilivyo. Paa hili liwekwe vile vigae kama zamani, kwa sababu historia iendelee. Soko hili Mheshimiwa Rais, watalii wote wanaokuja Pemba lazima watembelee soko hili. Kwa hiyo tuna imani kwamba soko letu hili liko dunia nzima, kwamba wanapiga picha wanaenea kila dunia. Mheshimiwa Rais, soko hili ndio soko pekee la matunda toka USC na soko la rejareja. Kwa hiyo tunaomba hili soko la matunda na rejareja liendelee kubaki vile vile kama lilivyo soko la Darajani. So Mheshimiwa, tunaomba tufanye marekebisho, lakini ni yake ibaki hii kwamba kwanza hizi kuta zake hizi Mheshimiwa Rais likavunjwa, hatubaki tena kulazima kama hizi. Hili na mia na la kihistoria lina uwezo tena kukaa miaka 100 tena, wakafaidi wengine wanaokuja inshallah, na ikawa ni historia. Tumekuelewa. Sawa? Kwa hivyo tunaomba tutunze historia zetu, kwamba hii ni katika moja ya uchumi wetu wa utalii. Asante. Mheshimiwa, hata watalii na media wote sana magari yao wanakuja hapa. Asante sana. Ndio madoesho inshallah. Asante sana. Jitaje jina lako Kwa majina naitwa Abdalla Bakari Mohamed, ni mfanyabiashara wa soko hili la Chake Chake. Na Mheshimiwa, nafikiri ulipokuja kwa mara ya kwanza ukiwa mgombea ulinikuta mimi na tukaongea masuala kama haya ya kukukaribisha. Kwa ufupi, bado kwa soko letu lina changamoto nyingi. Mheshimiwa Rais, kama unavyoliona limechakaa vibaya sana. Na tangu lilipojengwa ndivyo hivyo lilikuja tu likakarabatiwa juu, pakaondolewa vile vigae, tukaekewa hilo, lakini ndani hakuna kilichofanyika. Na hivyo vikuta vilivyomo Mheshimiwa ni kwamba nafikiri vinadumu zaidi hapo vilipo. Maana ukiangalia kuna vikuta kama 5 viliongezwa
lakini bora vile vilivyokuwepo vya asili kama hivyo vilivyojengwa juzi. Kwa hiyo mheshimiwa, kwanza niseme kwamba mambo mengine yanayotuumiza hapa mheshimiwa ni huduma. Tuna choo kimoja. Choo hicho kimoja tunatumia sisi, wanatumia mama zetu. Ina maana tukienda pale tumsubiri mama mpaka atoke. Hilo ni changamoto kubwa mheshimiwa linalotukuta. Wala hatuna maji hapa, hatuna bomba. Tukitaka maji tukatafute kwingine tulete hapa, tufanyie shughuli zetu. Kwa hiyo hayo ni matatizo makubwa, na kama unavyoona mpaka huku barabarani ambapo wako kwa kina mama hawa wanauza michicha mheshimiwa, hapa ikinyesha mvua kuingia humo ndani ni tabu. Kwa hiyo tunaomba mheshimiwa kwa hilo tuboreshewe. Lakini la pili mheshimiwa, sisi unavyotuona kama ulivyokuja ukadai ukatueleza kwamba tutapata ahueni mikopo na nini. Mimi nikazungumza kwamba kodi zimekuwa kubwa. Sisi tunalipa kila kizimba shilingi 25,000 kwa mwezi. Lakini na kumbukumbu kwamba ulisema kuna wajasiriamali walipe kiasi fulani cha pesa. Lakini sisi sio wajasiriamali labda undani, pengine sisi ni wafanyabiashara wadogo wadogo. Lakini hali zetu ni duni. Na ukiangalia mheshimiwa, mazingira ya Pemba na Unguja ni tofauti. Unguja ukienda darajani mpaka saa 4 za usiku watu wanafanya biashara. Lakini hapa kwetu ukija saa 9 hapana mtu tena. Kwa hiyo biashara zetu ni ngumu, wakati mwingine tunakwazana na watu wa baraza la mji. Kwa hiyo na hilo nalo mheshimiwa tunaliomba utuangalie sisi wafanyabiashara wadogo wadogo. Tuna watoto, tuna wazee wanatutegemea, tuna watoto wanasoma vyuo, inabidi tuwalipie kutokana na hizi biashara zetu ndogo tunazozifanya. Kwa hiyo hilo mheshimiwa tunakuomba sana utufanyie kila ni heri na sisi, na tunakwambia mheshimiwa umekuja kwetu kutuomba kura, kwamba kama tulivyokuambia ulipokuja mara ya mwanzo kwamba kura tunakupa, na mara hii wala usiwe na wasiwasi. Unataka uingie tena madarakani uje utuzidishie haya mazuri uliotuahidi. Ni hayo tu mheshimiwa. Hapo tuko. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Rais wetu Mohamed Salum, mimi nitaongelea kwa kile tunatukusa juu ya kodi zetu. Hakuna mwanamke. Kodi sisi wetu tunatoa Tanzania bara. Lakini sio tutafutie mwanamke kama Tanzania wengine. Lakini tunapofika bandarini kuna takriban kodi 4 tunalipia kodi ya hiyo moja ya kiasi. Na tukifika hapa sokoni tuna kodi nyingine ya kodi ya mwezi. Takriban ni kodi 5. Na kodi hizi zote zinaingia katika mfuko mmoja wa serikali. Tunaomba mheshimiwa utufanyie kodi moja tu kama Tanzania. Wewe uhuru kama anayefanya biashara makamata na Mzanzibari ni moja tu. Wenzetu walioko Dar es Salaam kodi yao ni moja na kuingia kutoka mzigo Mbeya mpaka Dar es Salaam. Lakini sisi kodi ni mtikiro wa kodi. Mheshimiwa, mzunguko wetu sisi ni mdogo sana, lakini unazidi kuwa mgumu kutokana na mrundiko wa kodi. Hilo moja. Lakini la pili mheshimiwa, suala la mikopo sisi hatujapata na tumeshafuatilia zaidi ya mara 3. Mheshimiwa, mkopo wa baraza la mji tumekosa. Mheshimiwa, mfuko wako wewe wa mikopo umeutangaza siku nyingi, tumeshaomba mikopo lakini hatujibiwi. Mheshimiwa, mfuko wa mama tuliambiwa baada ya mwezi mmoja utafanya kazi. Sasa hivi ni mwaka, lakini hata simu hatujapigiwa. Kwa hiyo hii tunaomba uielewe, mikopo kwetu sisi wanyonge haifiki. Kwa hiyo tunaomba kufanya marekebisho ili tusonge mbele na sisi tupate mikopo. Lakini juu ya soko, mheshimiwa, hili hazina yetu. Hili soko mheshimiwa, mjumbe alikwambia kwa majina ya Kamia, hili lina miaka 107. Uhalisia wa soko hili lilijengwa na Wazanzibari wenyewe wa Swahili. Lilijengwa mwaka 1918 kwa makuti. Lilikuwa na mchanganyiko wa matunda na kitoweo aina ya samaki na nyama. Mwaka 1925 soko hili walikuja ndugu zetu wa Jerumani wakalijenga hili kuliainisha kwamba hili ni soko la matunda na mboga mboga. Soko la samaki na nyama lilijengwa sokoni ambapo sasa hivi kuna soko lingine. Mheshimiwa, kwanza tunasikitika kuonyesha haki nini tuni yetu ya kumbukumbu
pia historia yetu ya soko la samaki. Lakini tunaomba tusirudie tena kosa lile la kuondosha tunu yetu hii. Nembo ya kisiwa chetu cha Pemba ni soko hili. Tumebakiwa ndani ya mji wetu kumbukumbu 4 tu: soko la msikiti wetu huu hapa, mahakama na ngome kombe. Leo tukiondosha hili katika uhalisia wake tumeshapoteza. Hili ndio soko la utalii kwa kila siku, japo ni wataka utalii wataingia, na kama wanavyosema kwamba utalii kwa wote, tunaomba uwe utalii kwa wote. Sisi sera yetu ni utalii endelevu. Kwa hiyo tunaomba kutubakishie, ila lifanyiwe marekebisho kwa wizara husika, maliasili na utalii, wao na mambo ya kale, ili watuboreshee, na wao ndio wanajua masuala ya utalii. Hii bati inatumiza, inaleta joto. Bati ya mwanzo ilikuwa ni ya Kigae, haina joto. Sasa tunaomba kufanya marekebisho yote kutujengee chini ya maliasili na utalii, si manispaa. Na manispaa ukiwa hapa manispaa ni kwamba tutachelewa, na sisi tunahitaji kufanya kazi. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunawashukuru sana. Nani yuko mwingine anataka kuongea? Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukuru sana Mheshimiwa Rais kupata fursa yako kubwa sana ya kuona nasi baada ya miaka mitano. Biashara huyo hapa. Mwanzo alipokuja tukakutana kiwanda cha Makonyo kule Fidel Castro, tukazungumza sana kuhusu nchi yetu Pemba, kisiwa cha Pemba, lakini maendeleo. Lakini mashallah kuingia madarakani umejitahidi kweli kweli, na hasa Zanzibar Unguja zaidi karibu 80% imejenga Zanzibar Unguja, na Pemba mashallah tuko sisi kidogo, lakini kuna mambo si Pemba haiwezi kwenda mbele Pemba kutokana na mambo mengi sana. Labda nizungumzie kidogo tu. Kwanza kuhusu biashara, wafanya biashara wa Pemba hii hatuwezi kufanya biashara. Mimi ni mmoja wa biashara, fanya biashara mkubwa hapa. Nikienda kwa container 6 yapi, wanakuja watu wetu wa ZRA, wakifika kwa milioni 10, milioni 20 za nini, nakwambia wewe hiyo, na mimi nalipa kama kawaida, na ushuru nalipa kama kawaida, mamilioni ya pesa. Duka nimelifunga na liko nimefunga, na wote wanaelewa hapa. Hivi sasa halina mtu yote kushika, tunashindwa kufanya biashara. Kwa hivyo mambo lazima yarekebishwe. Kutoka Unguja na gari nimeleta mimi ndogo mpaka Ofred wametoka mama basi meli 400,000 na mletaji 100,000 milioni. Hii gari kutoka Unguja kuleta sababu ndio makunduchi pale mjini ukapeleka makunduchi. Si basi imekwisha. Sasa tutaendelea vipi? Ikiwa una gari yako mwenyewe, watu kwa Unguja wanatembea kama na gari yako, alafu rudi kama baadhi ya nchi za wenzetu ulipi. Hii ni Zanzibar, ni Unguja na Pemba. Hapa ni kitu kimoja. Kwa nini tufanye? Hatuwezi kwa mizigo mashaka makubwa sana. Lazima bandari irekebishwe na watu wa ZRA mwachukulie hatua, kwa sababu wanasema sana mnataka viongozi risiti maendeleo. Sawa, je, unajua matatizo ya ndani ya maduka? Ndani ya maduka yetu hasa vyakula, tunauza vitu vina expire, hii tu watupa, lakini wanaambia andika tutakaendesha vipi biashara hapo? Huwezi kuendesha biashara. Ilikuwa ni makisio, kwa hiyo makisio kwanza mambo yetu kwa kuangalia pachumi kuna mshamba. Wewe mfanya biashara, uende ukajitetee kule waliokukaue. Lakini leo tunashindwa kufanya biashara, na wafanya biashara wengi wamefunga maduka, wameondoka. Mimi kaka mmoja duka nimefunga ushahidi huko, siwezi kufanya biashara akujia lete milioni 10, milioni ngapi watakiwa hivi. Maana yake ni dhulma, unyang'anyi tu. Tuna maduka unaogopa wewe kuboresha. Ukiboresha kidogo lipa 500,000, 800,000, laki ngapi? Hizo pesa zitoa wapi? Hii tuendelee mjini ndogo. Soko
Kuhusu mheshimiwa, natoa rai kwa sababu mimi mtu wa mji wa Chake Chake. Ndio mea hasa kama mea una lakini mea hasa. Haya mabanda yote haya mheshimiwa. Atakwenda mpaka mwisho kanilekea hai. Ukishatoa pale tuweke soko. Soko la kisasa. Ushauri wangu. Na hili banda soko hili litoe. Haya yote hayafai maboko. Majumba maboko. Weka soko la nguvu, maduka chini, katikati jasiriamali, juu samaki. Hili soko litoke kwa sababu gani? Wenyewe hawataka. Lakini mtu wa soko vile vile. Soko litoke tuweke stand. Maanake tuna udhaifu wa stendi ya magari. Stand kule si magari ya kaya. Ikitoka hii hapa tuweka stand ya magari yote. Haya sawa. Halafu hapa tuweke soko la kisasa. Jua kali. Na maisha haya. Anjo. Tunakusikia. Mpe huyo hapa. Kama tungaua na hizi nzuri sana. Barabara ikitengenezwa kutekeleza na serikali tupate kukatika Washeni na enjoy kwa rais. Barabara tayari kandarasi. Mimi jina langu naweza kukia na mwenye ubea. Nifanya biashara katika soko la Chake Chake. Ndugu rais wa Zanzibar, na mgombea rais wa Zanzibar. Jua kali tumemaliza. Tunakwambia sisi kina mama wafanya biashara soko la Chake Chake, wajasiriamali wadogo wadogo na changamoto nyingi. Pia tunaomba serikali tuwaoneshe katika kazi zetu za mikopo. Watusaidie mikopo ya kina mama kwa zetu milioni. Biashara hatuna. Tuna mtaji mdogo mdogo wetu kutuwezesha kama mwanzo tunaanza kutuwezesha. Ndugu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia tunakuombea kura. Kwa kina mama Wapemba pia. Tuna changamoto nyingi tunazoendelea tena kuondosha changamoto za Zanzibar. Pia rais wetu wa Jamhuri, rais wetu wa Zanzibar. Kina mama tuna mengi ya kusema lakini muda hamna. Tunakuomba baba mitano tena. Pia kwa pesa na chakula cha Chake Chake. Kama tuomba mwanzo na wanaume na nani tunaweza. Uongozi bora. Ushirikie bora. Asante. Tunaweza kuwezeshwa. Tena mengi. Mheshimiwa Rais, tumepunguza kidogo. Tunakuomba sasa uzungumze na wananchi wengi waliotuzunguka hapa. Karibu sana. Ndugu viongozi mlioko hapa na ndugu wananchi, mabibi na mabwana, asalamu alaykum. Nataka kumpa. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya na kutuwezesha kukutana leo hapa katika ziara yetu hii fupi ya kutembelea soko letu na kuzungumza na wafanyabiashara na wajasiriamali wa eneo hili. Sasa nimepokea yaliyosemwa na wazungumzaji wote, lakini niseme tu kwa ufupi kwamba nimesikia hapa kuna mawazo ya aina mbili. Kuna wanaotaka soko la asili libaki kama asili, na kuna wanaotaka mambo mapya, soko jipya na vituo vya mabasi. Mimi nasema yote mawili yanawezekana. Tuimarishe soko letu la asili libaki kwenye hadhi ya ukale na uendelee utalii pamoja na hiyo taasisi yetu ya dini hapo. Lakini vile vile yule aliyesema kwamba kuna baadhi ya nyumba ambazo zimechoka kongwe, tuziondoe, tuwalipe fidia, lakini tujenge kitu cha maana ili watu wengi zaidi waweze kufanya biashara. Kwa hivyo tumelipokea hili na kwa kweli nitahakikisha
kwamba huu uasili unabaki katika uasili. Kuhusu huduma katika soko hili la asili, kwa kweli haingii akilini watu wanafanyaje biashara bila kuwa na huduma ya maji, huduma za vyoo. Nadhani haya yako katika uwezo wetu na tutahakikisha kwamba tunayatekeleza ili muwe katika mazingira mazuri zaidi. Kuhusu kodi, kwamba kodi iko kubwa, wamezungumza hapa, kuna kodi za bandari na kodi hizi ambazo mnatozwa katika maeneo ya biashara. Serikali itaziangalia kodi hizi na tutafanya utaratibu kuweza kumwezesha mfanyabiashara aweze kulipa kodi chache kadri itakavyowezekana. Na nikisema chache maana yake kusiwe na misururu ya kodi. Kodi kama ni bandarini iwe moja, na hapa mnafanya biashara iwe moja. Na hapa kwenye biashara tunasema kodi ichanganywe, kwa maana kuna ile kodi ndogo ya kibaraza ulichokuwa nacho, lakini kwa kuna pesa ya kufanya usafi ili maeneo yetu haya yabaki katika mazingira mazuri kiusafi. Kuhusu mikopo, mara ya mwisho nilipokuja kuzungumza na wajasiriamali niliwauliza wanachotaka, wakasema mambo matatu. La kwanza ni mazingira mazuri ya kufanya biashara, la pili ni mikopo ili waongeze mitaji yao, na la tatu kupata taaluma, wapewe elimu ya ujasiriamali. Kwa kiwango kikubwa haya yamefanyika kwa sababu serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni 96 kuweza kuwasaidia vikundi mbalimbali. Natambua kwamba hatukuweza kuwafikia wote kabisa, lakini kwa sehemu kubwa tumewafikia. Tunachosema ni awamu ijayo ili fungu litakuwa mara mbili yake, ili wale ambao hatujawafikia tuwafikie, wapewe mafunzo na wapewe mitaji, na mitaji yenyewe mikopo yenyewe haina riba, ndio utaratibu wetu, ili kuwawezesha waweze kulipa kidogo kidogo na mitaji yao iweze kukua. Lakini kuna swala la mzee wangu huyo aliyezungumza hapa kwamba bado hawajapatiwa fedha kupitia baraza la miji, mifuko ya uwezeshaji na kadhalika. Maelezo ni hayo kwamba ni kweli hatujafika 100%, lakini tutafika inshallah, kwa sababu fungu sasa litakuwa kubwa zaidi. Halafu kuna swala la mama huyu aliyesema mwisho hapa kuhusu naye kazungumzia hiyo mikopo. Sisi tuna mikopo ya aina mbili. Tuna mikopo ya serikali kuu na tuna mikopo inayotokana na mabaraza ya miji. Sasa hivi tumeziweka pamoja katika taasisi ya uwezeshaji wananchi kiuchumi ili tuweze kuwafikia wananchi waliokuwa wengi zaidi, na tukahakikishieni kwamba wale ambao hawajapata wataweza kupata safari hii, lakini wale ambao wamepata wakarejesha, watakapopata tena kitakuwa kiwango kikubwa zaidi, kwa sababu watakuwa wameonyesha uwezo wao wa kurejesha mikopo wanayopata. Mwisho kabisa niseme nimefurahi sana kuwa hapa, nimeyapokea maoni yenu, na kama mnavyotambua mzee wangu mmoja hapa akasema maendeleo yako lakini Unguja mengi zaidi kuliko Pemba. Ninachoweza kumwambia hivi, kila tulichokifanya Unguja na Pemba tumekifanya. Tumeboresha bandari za Unguja, tumeboresha bandari ya Mkoani na Shumba inajengwa. Tumejenga barabara Unguja, tumejenga barabara Pemba. Tumejenga uwanja wa Amani Unguja, tumejenga uwanja wa Gombani Pemba. Alimradi kila skuli iko Unguja na skuli ziko Pemba. Vituo vya afya kwa maana hospitali za wilaya ziko Unguja, ziko na Pemba. Kila eneo ambalo tumefanya kwa kimaendeleo Unguja na Pemba vile vile tunafanya. Na barabara, na nyinyi ni mashahidi, sijui kama kuna sehemu haijajengwa. Kila pahali kuna wakandarasi wako wanafanya kazi ya ujenzi wa barabara Unguja na Pemba. Asante sana mzee wangu kwa kuniunga mkono. Nikaomba kuwa kama kuna ruhusa basi baada ya mitano uongezwe tena. Nimalizie kwa kuomba kura ndugu zangu. Ili haya yote yafanyike, tunahitaji kurudi kwenye madaraka. Na tarehe 29 na kuombeni nyote mjitokeze kwa wingi, mkatupe kura, kwa sababu lengo letu na dhamira yetu ni kuendeleza amani katika nchi yetu, umoja wa wananchi wake, kuondoa ubaguzi wa kila aina, lakini tuhakikishe kwamba maendeleo tuliyoanza tunayakamilisha. Nakushukuru sana, asanteni sana kwa kusikiliza.
Naam, mtazamaji wa ambao anaendelea kuweza kufuatilia kwa hivi sasa. Mwachaje? Tuache hapo. Haya. Acha yake. Njoo kwa hapa. Mimi naitwa Luteni Kanali mstaafu Wasipiti hapo. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na jemedari wa vikosi vya SZ, tunakuomba tuonane na wewe faragha. Tuna kilio chetu cha miaka mingi, tunaomba utusaidie, tunaomba utukubalie. Inshallah nakupa 5 na 25. Asante yako, asante Mheshimiwa Rais, tunakushukuru. Naweza tukaendelea na ratiba yetu sasa. Naam, sasa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mgombea wa urais kupitia Chama cha Mapinduzi amekwisha kamaliza ratiba yake ya awali ambayo alikuwa na kazi ya kukutana na wafanyabiashara pamoja na kupata nafasi ya kuweza kuzungumza nao mambo mbalimbali na amepata nafasi ya kusikia wenyewe wafanyabiashara akionyesha ku appreciate kile ambacho Dr. Hussein Ali Mwinyi amekifanya. Tukumbuka kazi kubwa ambayo imefanyika kule Unguja kama daktari alivyosema, basi na hapa Pemba napo imefanyika na inaendelea kuweza kufanyika. Kama lilivyo kuna ujenzi wa barabara unaendelea, ujenzi wa nyumba za madaktari na nyinginezo. Kwa hiyo ni wazi sasa kwamba Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anaendelea kukamilisha kampeni zake hizi kwa kishindo kikubwa kutokana na yale ambayo ameahidi kwa 100% ameweza kutekeleza kadri alivyoweza. Yako mengine ambayo alivuka ilani aliyatekeleza kwa 1% kubwa zaidi, lakini yako mengine ambayo yanaendelea kutekelezwa kwa hivi sasa kwa mafanikio makubwa. Matangazo haya nikukumbusha yalikuwa ni ya moja kwa moja ambayo yanaruka kutokea hapa maeneo ya Chake ambapo anaruka kutokea maeneo haya ya Chake. Nami naitwa Suleiman Mohamed, ndio nilikuwa nikuletea matangazo haya ya moja kwa moja. Taratibu mgombea huyo wa Chama cha Mapinduzi kwa nafasi ya urais kwa hapa Zanzibar, daktari wa binadamu huyu Hussein Ali Mwinyi anaondoka mahala hapa. Taratibu kabisa anaondoka mahala hapa kwa sheria. Zoezi katika ratiba ya awali limekwisha kukamilika. Baadaye majira ya saa 7 mgombea huyu atapata nafasi ya kushiriki mkutano wa hadhara wa kampeni wa Chama cha Mapinduzi unaotarajiwa kufanyika kule maeneo ya Makombeni, wilaya ya mkoa wa Kusini Unguja, ambapo atapata nafasi kule ya kuzungumza na wanachama wa Chama cha Mapinduzi, wananchi na wapenda maendeleo wote ambao wataweza kujitokeza kwa siku ya leo. Kwa hiyo kimsingi wewe mkazi wa Pemba kwa muda huu ni kwenda kule Makombeni kwa ajili ya kuona yale ambayo Dr. Hussein Ali Mwinyi anayazungumza kwa ajili ya wananchi wa kisiwa hiki cha Pemba. Hapa amerashirash tu, lakini kule atazungumzia ilani mpya na namna ambavyo Pemba ilivyopewa kipaumbele katika utekelezaji wa majukumu yake. Nikutakia tu utazamaji mwema wa vipindi vingine. Baadaye tutakuletea pia matangazo haya. Tutakuletea matangazo haya ya moja kwa moja. Endelea kushuhudia msafara ukitoweka na sisi ndio tunatamatisha matangazo haya.